Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah asema serikali imejipanga kuwalipa fidia wananchi wote ambao makazi yao yamepitiwa na ujenzi wa miradi ya maendeleo. Na katika michezo, ligi ya Muungano inatarajiwa kuanza kutimua vumbi Aprili 21 visiwani Zanzibar, huku timu za Tanzania bara na visiwani Zanzibar zikitarajiwa kushiriki. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali imejipanga kuwalipa fidia wananchi wote ambao makazi yao yamepitiwa na ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Tupate taarifa zaidi. Ameyasema hayo wakati alipofanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa miradi ya maendeleo inayojengwa katika mkoa wa Kusini Unguja, ambapo ndipo aliposema suala la fidia linaendelea kufanyiwa kazi na muda mfupi ujao kutoka sasa wananchi watalipwa fidia zao ili kupisha ujenzi wa barabara hizo na miradi mingine inayoendelea kujengwa. Jambo la fidia tunalichukulia kwa uzito wake. Tunafahamu uzito wa kumhamisha mtu kabla ya kumlipa ni gumu na ni jambo ambalo lisilokubalika. Kwa hiyo niwahakikishie tathmini yenu ambayo tayari imeshapelekwa kwa mthamini mkuu, ndani ya siku chache zijazo itawasilishwa Wizara ya Fedha na Mipango kwa utaratibu mwingine wa malipo unaostahiki. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amewataka wananchi wa Muyuni na vitongoji vyake kuwasilisha changamoto zao katika wizara husika ili ziweze kupatiwa utatuzi wa haraka. Sasa kama kuna mabadiliko yoyote yale, mimi ningeomba sana wananchi, badala wao kuwaendea wale operators wanaofanya kazi, kwa sababu wale hawatabadilisha, watakuitikieni, lakini wao wanafanya lile waliloambiwa, na hiyo ndio budget yao walioileta kwetu na ndio tutakayowalipa. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar ametembelea pia ujenzi wa mradi wa tanki la kuhifadhia maji Kizimkazi Mkunguni. Ametembelea pia kituo cha kupokelea na kupozea umeme kilichopo Kijini Makunduchi. Mradi huu ni wa kimkakati zaidi, na wananchi wa maeneo haya walikuwa wanasafiri si kwa muda wanaotaka kutokana na maji yanavyotaka. Yaani leo safari ilikuwa inaongozwa na uingiaji wa maji na utokaji wa maji. Namna tulivyousimamia na hatua iliyofikia, naamini pamebakia pahala padogo sana. Ezekiel Mambopo, Channel 10. Kuchukua hatua za dharura kutengeneza barabara ya Tarime Nyamwaga wakati ikisubiri ujenzi kufuatia kuharibika vibaya na kusababisha ajali za mara kwa mara kwa watumiaji wa barabara hiyo. Ombi hili wanalitoa baada ya Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega kufanya ziara katika wilaya ya Tarime na Serengeti hapa mkoani Mara kuangalia hali ya barabara. Na hapa wananchi wanasema barabara ya Tarime kuanzia Jembe Nyanyundo hairidhishi. Ni kwamba kwa mfano kama hapa umeshoka udongo, mvua ikinyesha tu udongo wote unatoka, mashimo yanabaki vile vile. Kama Nyamwaga road hii sio kabisa rafiki, kila siku watu wanaumia, na kama jana mwingine alianza kuanguka akapoteza maisha. Waziri Ulega akizungumza na wananchi wa eneo hili la Tarime amewatoa wasiwasi kuwa serikali inaenda kuangalia namna ya kuhakikisha barabara hii inaanza ujenzi wake na kukamilika kama ilivyokusudiwa. Sasa ni kuhakikisheni na kwenda kumlipa ili mkandarasi aanze kujenga hii barabara, kwamba hapa pamoja na ujenzi wa hiyo barabara tutaweka taa za barabarani za kutosha ili kusudi watu wa Tarime mfanye biashara usiku na mchana. Eneo la Nyamwaga wilayani Tarime mkoani Mara, Ulega anawakumbusha wananchi kulinda utanzania wao, huku Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Limo Nyansaho naye akahimiza amani. Vijana wenzangu, asitokee mtu mmoja akaleta ushawishi wa watu kuchukiana, watu kuhasimiana, watu kutokupendana. Sio mila na desturi tulioachiwa na baba wa taifa. Sisi tuendelee kuwa na imani kubwa tulionayo na serikali yetu, lakini pia tuendelee kulinda amani na usalama, lakini bila kusahau umoja wetu. Kwa hiyo hii ni barabara kutoka Tarime, Nyamwaga, Nyamongo, Mgumu, Serengeti
ni jambo la kufa na kupona kwa sisi watu wa Tarime na watu wa Serengeti. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari, hii ni Channel 10. za Jasi wametakiwa kuongeza viwanda vya kuongeza thamani katika eneo la Itigi pamoja na ujenzi wa viwanda vya saruji ili kuongeza ajira katika mkoa wa Singida pamoja na pato la serikali kwa ujumla. Akizindua mafunzo ya kuwajengea uwezo wa wachimbaji wa madini, ujenzi na viwandani wa mkoa wa Singida juu ya uchimbaji bora na endelevu, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendegu akatumia fursa hiyo kuwataka wawekezaji wa viwanda vya kuongeza thamani madini ya shaba katika eneo la Ibaga wilayani Mkarama kutambua kwamba sekta ya madini inachangia 10.1% katika pato la taifa. Hadi siku na sasa tumeweza kuuza mpaka nje ya nchi na wateja wakubwa hapa ni Burundi na Rwanda. Lakini sisi tunasema tunataka hawa watu wote na wengine wakitusikia waje kufanya uwekezaji wa ndani, waje wawekeze ndani katika kuongeza thamani ya madini haya. Afisa miradi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP Geoffrey Nyambona akasema kwamba UNDP imejikita zaidi katika kutafuta mbinu za kuongeza umuhimu wa madini hayo kupitia mafunzo pamoja na kubadilishana uzoefu. Kwa hiyo gepu la kwanza baada ya kuona kwamba ni madini yaliyosahaulika, tuliona cha kwanza ni elimu kwa wachimbaji wajue kwamba haya madini watu wengi hawajui kwamba hata mchanga unaweza ukauongezea thamani. Na kitu kikubwa ambacho nimekigundua kwa wanawake wengi, bado kuna suala la uthubutu liko chini kidogo. Ukiangalia hata engagement yao, yani katika kujibu maswali, unaona bado kuna ule uoga au labda kuongea mbele ya wanaume, kuna mila na desturi fulani bado zinawaminya wanawake. Kazi yangu ya kuchimba mchanga kwenye mlima na Moram ni kazi ngumu, inataka kutendea kazi. Serikali ingekuwa inatupa au Wizara ya Madini kwa ujumla, kwa sababu wakitutembelea wanatukuta tunatumia sururu, mara nyingine hatuna namna, unakosa hata kama una utendaji mkubwa ili upate magari hata 10 kuchukua Moram au mchanga. Nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi mkoani Geita limefunga rasmi zoezi la utafutaji katika mgodi wa dhahabu wa Msasa uliopo wilayani Bukombe mkoani Geita kufuatia eneo hilo kutitia Machi 29 mwaka huu. Machi 29 mwaka huu, sehemu ya mgodi huo unaokaliwa na wachimbaji wadogo madini ya dhahabu ilititia na kuzua taharuki kwenye mitandao ya kijamii kufuatia baadhi ya watu kutoa taarifa za uzushi kwamba kulikuwa na watu ndani ya mashimo hayo, taarifa ambazo zilikuwa si za kweli. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo ametangaza rasmi kufungwa kwa zoezi la utafutaji na kwamba hakuna madhara yoyote ya kibinadamu. Kwa hiyo tulianza zoezi lile, na ile hatua ya awali ambayo tulikuta yale majenereta na vitu ambavyo vilikuwa eneo la juu tulitufanya tujiridhishe kwamba hakuna mtu. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita Kenneth Mwakasitu amesema taratibu za kufungua eneo hilo kwa ajili ya kuruhusu shughuli za uchimbaji kuendelea zinafanyika. Tumeshaongea na watu madini, ndani ya siku chache tutafunguliwa. Kwa hiyo watoe hofu kwamba ile eneo ambalo liko nje ya fence shughuli za uzalishaji zinaendelea au shughuli za mgodi zinaendelea. Kwa upande wao, wakaguzi wa miamba katika mgodi huo walioshiriki zoezi hilo tangu awali wamesema zoezi hili lilipanuliwa sana kwa sura ambayo si sahihi. Uokoaji wetu tunakuwa na injini, hatujapata changamoto juu ya watu wote waliokuwepo hapa, manake tumeshirikiana kikamilifu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Kuchangamkia fursa za ufadhili wa masomo ya kilimo na mifugo pamoja na ufundi stadi zinazotolewa na serikali ili kujenga mustakabali wao wa kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto ya ajira hapa nchini. Akizungumza baada ya kutembelea chuo cha ufundi stadi VETA mkoani Mbeya, mkurugenzi wa taasisi ya Mwaserera Education Solution ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Ndere Mwaserera amesema lengo la mpango huo ni kuwezesha vijana kupata ujuzi wa kujiajiri katika fani mbalimbali na kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira. Wapo ambao ndio wapeleka kwenye kilimo na ufugaji,
waende wakajifunze kilimo na ufugaji. Wapo ambao ndawaleta kwenye ufundi huku. Kwenye ufundi huku wapo watakao kujifunza kushona, kujifunza magari, ufundi umeme, ujenzi. Nataka kwa mfano wale wa muda mrefu ni 200 watakuwepo hapa, tutawalipia. Ujuzi ni rasilimali ya mtu maishani, tunasema. Yaani ukipata ujuzi wa aina yoyote ile, yani hiyo ni rasilimali katika maisha yako. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wamesema mafunzo ya ufundi stadi yanawajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi na kuondoa utegemezi, wakisisitiza kuwa hakuna sababu ya vijana kuendelea kulalamika ajira. Ukiweza kushona mtaani, ukiingia unaweza kupata 200-300 ambayo inaweza kakizi mahitaji yako. Ni vizuri waje watembelee, waangalie fani ambazo wanapenda, wanazopendelea kuzifanya, kazi ambayo wanapendelea kuzifanya, wakaja wakajifunza zaidi. Taasisi hiyo imepanga kuwafadhili vijana 1000 kutoka wilaya mbalimbali za mkoa wa Mbeya mwaka huu kwa kugharamia ada na malazi kwa watakaolazimika kukaa chuoni. Nikiripoti kutoka chuo cha ufundi stadi VETA hapa mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuweka mipango ya kuhakikisha kuwa maji salama yanapatikana kwa ajili ya matumizi ya binadamu na shughuli za kiuchumi, lakini pia kulinda vyanzo vya maji. Balozi Omar amesema hayo wakati akichangia mada katika mkutano ulioangazia umuhimu wa sekta ya maji katika maendeleo ya watu na uchumi wa dunia chini ya kauli mbiu isemayo usalama wa maji kwa mustakabali wa Afrika, mtazamo wa mbele, ulioandaliwa na Benki ya Dunia pembezoni mwa mikutano ya majira ya kipupu ya benki hiyo na shirika la fedha la kimataifa IMF uliofanyika jijini Washington DC nchini Marekani. Akijibu swali la namna rasilimali za maji zinavyoweza kulindwa na kutumika kama rasilimali za kiuchumi, Mheshimiwa Balozi Omar alisema ni muhimu ieleweke kwamba maji ni rasilimali muhimu, hivyo ni lazima kufanya utafiti wa kutambua vyanzo vya maji vilivyopo ikiwemo mito na maziwa na kuweka utekelezaji wake kwenye mipango ya kitaifa ya maendeleo ya muda mfupi, wa kati na muda mrefu. Pia ni muhimu kuvifuatilia na kuvilinda vyanzo hivyo na kuzitumia rasilimali hizo kwa uangalifu mkubwa ili kuendelea kuwa na maji safi, kuvilinda vyanzo hivyo dhidi ya uvamizi na uchafuzi wa maji pamoja na kuondoa upotevu wa maji. Alitahadharisha kuwa idadi ya watu inaendelea kuongezeka kwa kasi barani Afrika, hatua inayosababisha kuwa na uhitaji mkubwa wa maji na kushauri uwepo wa ushirikiano madhubuti kati ya sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo kama Benki ya Dunia ili kuwezesha upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maji. So our population in Africa continue to rise, and sometimes it rises very rapidly, so that expands, demand. In the case of Tanzania, we grow at 3.2%, at least based on the 2022 population survey. That means our population will be doubling every 21 years if we continue to grow at this rate. And that means, for water for people, the demand will continue to rise as well. If we also to transform our economies, this will continue. Imeanza kushika kasi nchini ambapo wanafunzi wa shule za msingi sasa wanaanza kuandaliwa mapema kuingia kwenye taaluma za afya, hatua inayotajwa kuwa suluhisho la muda mrefu kwa uhaba wa wataalamu. Jijini Arusha, utekelezaji wa mitaala ya elimu ya amali umeanza kuzaa matokeo huku wanafunzi wakijifunza sayansi kwa vitendo, hatua inayowajengea uelewa wa haraka na kuongeza hamasa ya kujifunza. Haya yamebainika wakati wa maadhimisho ya siku ya afya yaliyoambatana na huduma za upimaji wa magonjwa mbalimbali kwa jamii yaliyoandaliwa na shule ya msingi High Ridge ya jijini Arusha. Kila kitu kinaenda kwa inspiration na passion. Unakuwa na daktari ambaye amefaulu tu akalazimishwa kwenda kusoma daktari, lakini hapa unamuinspire mtoto kwanza kupenda ule daktari, akaipractice na akawa na ile ndoto na ikatimia. Kwa hiyo wengi wanaogopa kwamba madaktari lazima usome masomo magumu nini, lakini hapa tunakuonyesha mtoto wa primary mwenyewe anaweza kuwa dokta akiamini. Watoto wapo wanaendelea kupima, wazazi wanakuja mmoja mmoja, wengine wanaelezea
kuhusiana na magonjwa haya ambayo tumeyataja, ambayo ni kisukari, pressure na antibiotic resistance. Antibiotic resistance is dangerous because it may take the illness to last long. It may cause wounds that don't heal. Wataalamu wa afya wamepongeza juhudi hizo, wakisema zinaongeza matumaini ya kuwa na wataalamu wengi zaidi wa afya nchini. Tuliwafundisha watoto ili waweze kuelimika wao na kuelimisha jamii pia na kuelimisha wazazi wao ili kuepuka matumizi ya dawa kiholela. Elimu ya vitendo ikichukuliwa kama chachu ya kuzalisha wataalamu wa afya wa kesho. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Na sasa ni katika ngwe ya michezo, tukielezwa kwamba wakati michuano ya ligi ya muungano ikitarajiwa kuanza kutimua vumbi Aprili 21, mwenyekiti wa kamati ya michuano hiyo Kasim Mohamed ametangaza ratiba na makundi ya timu 8 zitakazoshiriki mashindano hayo. Mwenyekiti wa mashindano haya ya ligi ya muungano Kasim Mohamed amesema ligi hiyo itaanza na hatua ya mtoano. Itazishirikisha timu 8, 4 kutoka Zanzibar na 4 kutoka Tanzania bara. Katika mchezo wa ufunguzi, timu ya Mwembe Makumbi City itaikaribisha timu ya Young Africa majira ya saa 1 siku ya tarehe 21. Majira ya saa 2:15 usiku kati ya Simba Club na Maputo. Finali itachezwa tarehe 29 Aprili majira ya saa 2:15 katika uwanja wa Amani Complex. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa nchi afisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hamza Hassan Juma amesema serikali zimejipanga kuona mashindano hayo yanakuwa na kuvutia wanamichezo. Kwa sababu ligi kuu ya Tanzania bara anapatikana bingwa wa Tanzania bara, ligi kuu ya Zanzibar anapatikana bingwa wa Zanzibar, lakini ligi ya muungano sasa ndio tutampata yule bingwa ambaye atakuwa anajinasi, mimi ni bingwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunategemea vilabu vyetu vitaleta wachezaji wao vikosi vya kwanza, wachezaji bora wanawategemea, ili sasa kuleta ushindani uliokuwa wa kweli na kila mmoja akaridhika. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari kwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.